swali pia, timu mwenyeji haina capacity ya watu kuingia nao kwenye uwanja. Hakuna idadi. Nafunga kabisa, najua utakimbilia huko. Haina. Kasome kanuni ile. Alafu nataka niwaambie waandishi. Mpaka na mbuzi. Niwaambie waandishi. Nendeni mkasome kanuni ya 1745. Athari anayoipata timu ambayo haifanyi mazoezi kuelekea kwenye mchezo. 1745. Kanuni. Konstantina kufanya mazoezi. Very nice. Wow, maamuzi yao. Lakini nisikilize basi. Kama kulikuwa na mchezo wa Yanga, kanuni inasema unaweza ukarudisha siku 2 ukapisha mchezo. Example, Simba imeshatutokea. Lakini yote kwa yote yende kuvunja kanuni ya mwenyeji kufanya mazoezi kabla siku ya nini? Ya mechi. Yani hakuna namna. Mimi nimehitaja kanuni ya 1745. Okay? Umetaja kanuni. Sasa mimi nataka hapo. Hata kama kanuni ikivunjwa, hakuna sehemu inaelekeza timu isifike uwanjani ama kusitisha mchezo kwa sababu kanuni zimevunjwa. Inachotakiwa ni timu kutimiza mchezo, alafu ndipo kanuni zitakuja kukaa kwenye mamlaka husika. Nilifikiri mwandishi, kwa sababu dunia inaendana na international sasa kisasa zaidi, nilifikiri ungegoogle ile kanuni. Ile kanuni maana yake imekwenda kutafsiri asiyefanya mazoezi kabla ya mchezo kuna athari anapata. Sasa mtu aliyeathirika anaweza kucheza? Sasa Kisugu. Kabla ya Kisugu, nendeni mkaifanyie kazi hiyo kanuni, athari gani mtu anaipata kabla ya. Kanuni inasema hivi: timu ngeni itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Sababu zozote za kukwamisha timu ngeni kukidhi ipasavyo au kupata haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Lakini 62 kifungu kwenye kanuni inasema hivyo: TFF na bodi ya ligi itachukua hatua kwa ukiukwaji wowote wa taratibu za mchezo kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 kwa kutoa onyo kali au karipiwa au. Rudia tena ya kanuni. Rudia tena. Rudia tena. Hakuna sehemu umenikuna kidogo. Umenifurahisha, rudia tena. TFF bodi ya ligi itachukua hatua kwa ukiukwaji wowote. Basi twende katika mada. Yani tunabishana, tunataka kuelekezana. Kanuni ndio hii. Mnauliza swali? Tulia basi. Tulia sasa. Nimesema hivi, nimejibu. Bahati nzuri Isika umekimbilia kanuni kwenye 4464. Mimi nimezungumza kanuni ya 1745. Tulia basi kwanza Isike. Kanuni ile inakwenda kuelekeza athari anazozipata. Sikiliza vizuri. Athari anayezipata timu ambaye haifanyi mazoezi kabla ya mchezo au mchezo unaokuja. Athari. Kwa hiyo inawezekana athari ambazo tunazipata sisi Simba zimetupelekea kuto kushiriki katika huo mchezo. Tulia basi. Tulia. Na ukitaka kujua hilo, nataka niwaambie, niweke sawa kidogo. Baada ya lile tukio, Simba ndio watu wa kwanza walisema wacheze. Ndivyo? Saa 9 usiku. Asubuhi kamati ya saa 72 ikaweka kikao. Ndio. Mchana kamati ya utendaji ikaweka kikao. Swali dogo niulizwe waandishi wa habari. Msimamizi wa ligi, mwenyekiti wa bodi ya ligi, mwenye ligi yake, Mzee Mguto alisemaje? Simba wana hoja, wasikilizwe. Sio mimi unanilaumu, mimi nanukuu tu. Mimi napita katika njia zile ambazo zishatengenezwa. Lakini ndio wao ambao wamemshtumu Yanga. Very nice hawa. Mimi sizungumzii shutuma. Mimi nazungumza majibu yaliyotoka kwa mwenye ligi yake. Kwamba Simba wana hoja, wasikilizwe. Mwenye ligi anatoa hoja hiyo, Simba wana hoja, wasikilizwe. Wenye mpira wao kamati ya utendaji wanasema mechi tumefanyaje? Kwa sasa hivi Simba kwenye ligi kuu ikitokea mjafanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, mechi yoyote hamtocheza. Ni ngumu sana kujibu ikitokea. Kwa Yanga simetokea. Ni ngumu ime. Wewe umesema iki. Vitu viwili hivyo. Kwa sasa Kisugu tunataka tulifunge hili. Tunataka tulifunge vizuri sana.
Mchezo wa Simba na Yanga, ukiacha hizo kanuni ulizozungumza vizuri, sawa, mchezo huu umekuwa una utaratibu, mila na desturi za kijadi. Miaka alfulela haikuwahi kutokea kitendo kama kile cha timu mgeni kwenda kwenye uwanja wa mechi kukiwa na mkia. Mara nyingi tunaona timu hizi zinakabidhiwa uwanja karibia wiki wanautunza na kuulinda wao. Ninyi mmetufanyia kitu kwa mara ya kwanza. Kwa lugha ya kawaida, tuna taswira gani sasa kwenye mpira wetu? Dabi imetengeneza taswira gani sasa, dunia inatuchukuliaje? Amuone kama Simba mmekuwa sehemu ya kutoa picha mbaya kwenye mpira wetu, sasa dabi nambari 4, ligi nambari 4 barani Afrika na dabi nambari 5 barani Afrika inafanya kitu kama kile. Kweli karne 21 mechi inaondolewa kienyeji vile. Isike, mimi nilifikiri waandishi wa habari mngetupongeza sana Simba Sports katika kile ambacho mechi ichezwa, hatuwezi kuwapongeza kwa sababu sisi tunafundisha kusimamia kanuni ambazo tulizoziweka. Isike, leo hii meneja wa uwanja kwa kumsikia anasema hajapewa kibali wala taarifa ya kupewa kwamba Simba siku ile watakuja kufanya training kabla ya mchezo. Meneja miaka yote kwa hivyo, yani yule sio mpya. Tunakwenda sawa sawa maelezo yake. Kweli. Sasa leo mnisaidie nyinyi, meneja huyu kapata wapi kibali baada ya shirikisho kuzuia mchezo, kuwaruhusu Dar es Salaam Africans kwenda kufanya mazoezi na mashabiki kuingia ndani? Natoa ofa. Mashabiki waliingia kabla ya mchezo. Swali. Hatubishani, nisikilize. Hapa tunazungumza watazamaji wenu. Ni kweli. Wapate kitu kutoka kwangu, wapate kitu kutoka kwenu. Hoja ya msingi iliyokuwepo mezani, saa 7 imetoka press release na wenye mpira wao. Yanga warm up wameenda kufanya saa ngapi? Jioni. Tunakutumeni nyinyi nani? Tena kuna swali lingine linajengeka hapa. Na kutumeni nyinyi waandishi wa habari saa 2. Nendeni mkaliulize waandishi wa kwanza. Manager. Nani? Walimba, nisikilize basi shekhe wangu. Nisikilize. Tunazungumza au tunabishana? Tunakwenda taratibu. Tutakwenda taratibu. Kwanza bahati nzuri kumbe mtu wa Yanga yupo anajua kila kitu. Sumaya, sogea hapa. Tulia basi kwanza. Mtu wa Yanga kumbe yupo. Ngoja basi. Mtu wa Yanga yupo anasema Yanga waliandika ngoja basi nisikilize. Walitoa taarifa kwamba mechi ipo vile na wananchi mashabiki tukutane. Na Alikamwe baadaye akaposti timu inakuja 11 timu inaingia hapo. Kwa mashabiki wa Yanga wakabaki kwa sababu walishapata. Swali zuri. Kama ambavyo nyinyi mliambiwa na Instagram page ya Simba kama mechi hamna, na wale waliambiwa kwa Instagram kwamba timu inakuja. Tunarudi sasa kwenye uhalisia. Mwenye mpira wake na mamlaka ni nani? Bodi ya ligi. Wamesema saa ngapi mechi haipo? Mchana saa 7. Yanga wamekwenda kufanya training saa ngapi? Saa 11. Je, nani aliyempa kibali mamlaka meneja uwanja baada ya mechi kusimamishwa Yanga kwenda kufanya mazoezi? Yanga waliomba kufanya mazoezi baada ya mechi kuahirishwa, wakasema tayari wachezaji wao wameshajiandaa kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo wanaomba wafanye mazoezi kama nusu saa then wataondoka, na ndicho ambacho kilifanyika.